Wananchi wa kijiji cha Mkonye, kata ya Kitela, halmashauri ya wilaya ya Mtwara, wametakiwa kutunza miundombinu ya maji. Hayo yameelezwa leo Juni 9 na Mheshimiwa mbunge wa viti maalum CCM mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa Anastasia Wambura, wakati wa zoezi la kukabidhi mradi wa maji ambao ameuchimba yeye katika kijiji hicho cha Mkonye ili kuondoa changamoto ya wananchi wa kijiji hiki cha Mkonye. Hapa ni katika mradi wenyewe ambao umetekelezwa na Mheshimiwa mbunge Anastasia Wambura. Naye hesabu kila kitu akasema inawezekana na tunaweza tukapata zaidi ya lita 5,000 kwa siku ambazo zimechakatwa, ingawa maji yenyewe yanayopatikana hapa ni takriban lita 10,000 au zaidi, lakini mtambo wenyewe utachakata haya lita 10,000 na utatoa lita 5,000 ambazo ndio kwa kiwango cha juu, japo inaweza ikaongezeka zaidi, lakini kiwango hiki katika kupiga mahesabu inaonekana kama kila kaya itatumia lita 20 kwa siku. Maji haya yanaweza yakatosheleza kaya 250, hizi lita 5,000, kaya 250. Sasa utaona kwamba bado kidogo kuna upungufu kwa sababu kijiji hiki kina kaya 400. Kwa hiyo mimi niombe mtendaji pamoja na mwenyekiti, wakati wa mikutano yenu muone ni namna gani sasa kila kaya inaweza ikapata maji, kwa sababu maji haya yanatosheleza kwa lita 20 kwa kunywa, na nadhani hata kwa kupikia tunaweza tukahudumia kila siku kaya 250. Kwa hiyo ninashauri mkae muone namna ambavyo mnaweza kufanya, kama ni kupeana zamu ili kusudi kila mmoja aweze kupata maji safi na salama. Lakini hata hivyo, jambo hili pia niliwahi kumweleza na waziri mwenyewe wa maji, Mheshimiwa Juma Aweso, ambaye pia aliwasiliana na akanipa mtendaji mkuu wa RUWASA wa hapa Mtwara. Nikaongea naye, ambaye alisema bado wanaendelea na mchakato. Kwa hiyo kwa maneno hayo, nitakapolifikisha tena kwamba maji nimeweza kutengeneza, tumeweza sisi familia yetu tumeweza kutengeneza ambayo kuzalisha yanayotosha kaya 250, ninaamini kabisa afisa huyu na ofisi yake na wizara itafanya jitihada pia zingine ili kusudi kuweza kutosheleza hizo kaya zilizobaki. Hicho ndicho ninachoamini, kwa sababu mchakato bado ulikuwa unaendelea, na katika bajeti ya mwaka huu ni matumaini yangu kwamba jitihada hizi zitaendelea katika maeneo mengine, na sio hapa Mkonye tu, lakini hata katika vijiji vingine ambavyo vipo vyenye matatizo kama haya. Kwa hiyo na mimi niungane na wenzangu kutoa wito, muendelee kukitunza chanzo hiki, muyatunze maji haya, mtumie utaratibu ambao mtajipangia nyinyi wenyewe ili kusudi angalau kila mmoja wetu aweze kupata maji safi na salama, ambayo sisi tutaanza kuyaonja hapa sasa hivi. Muone kwamba ni maji ambayo yako vizuri, tutakunywa, na wengine watakaopenda watakunywa. Basi kuanzia hapo sasa mtaanza kuchota maji haya kwa utaratibu ambao tutakubaliana wenyewe. Lakini niwaombe kwamba huu sio uzinduzi kama ambavyo tumezoea uzinduzi wa shamla shamla. Hii ni ridhaa, ni makabidhiano kwamba maji haya mnaweza kuyatumia, kwa sababu tukisubiri taratibu itifaki za uzinduzi zitachukua muda mrefu, wakati bado watu wanahangaika kupata maji. Kwa hiyo tutaendelea kuyatumia. Basi ikifika mahali kwamba tunakuja kufanya uzinduzi, nitaomba sasa mualike wananchi waweze kufika na kushuhudia uzinduzi rasmi. Wananchi wa kijiji cha Mkonye wamemshukuru Mheshimiwa Wambura kwa kuwapelekea mradi wa maji. Walikuwa na adha kubwa ambayo walikuwa wanaipitia kuhusiana na swala la maji. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutuletea maji haya, na mtu aliyomwezesha Mwenyezi Mungu kuleta mpaka leo, na tabu tulizokuwa tunazipata za maji mpaka leo tunapata maji mazuri. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amzidishie, amletee neema, amletee wepesi
na maji haya yatoke yawe vizuri kabisa tupate kunywa watu, kwa sababu mambo mengi tumeyaona, tumepitia kwa kijiji hiki. Hebu kidogo tuambie mambo gani, shida zipi ambazo? Ndio kama alivyosema mama huyu, tulikuwa tunatoka hapa saa 8 tunaenda kusubiri maji, kurudi saa 12, tukapata na mjanga huo mmoja wa mama yetu mwingine ushikwa na fisi. Kwa hiyo tukawa tumeumia sana wote. Namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru aliyoanzisha mradi huu kutuletea maji, sababu tulikuwa na kero sana ya maji. Kila siku tunaenda saa 9 ya usiku, tunarudi saa 12 ya jioni, na tunarudi bila maji. Leo tunapata maji, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na ndio uanzisha mradi huu. Mungu amweke mahala pema, tupate ayana azidishe hapa, aende na mbele na hapo, na tunaomba hata kule kijijini kule bombe liende. Tunachoomba mafanikio makubwa ambayo ametufanyia Mama Wambura na mzee wetu Po kwa kusogezea hii huduma ya maji ambayo ilikuwa inaleta kero kwenye maeneo yetu yaliyotuzunguka, maji safi ya kunywa. Asilimia kubwa ya watu waliopo kwenye kijiji cha Mkonye, matumizi ya maji tulikuwa tunatumia maji ambayo ya bwawa, ambayo sio maji safi na salama kwenye mazingira yetu. Lakini kupitia mradi huu, mimi naamini wananchi wa Mkonye na wana kijiji wote waliopo kwenye kata ya Kitele watapata mafanikio makubwa sana kwa kupata maji yaliyo safi na salama kwenye eneo hili ambalo liko kwenye kijiji cha Mkonye, halmashauri ya Mtwara vijijini, kata ya Kitele, mkoa wa Mtwara. Pia tuwaombee kwa Mwenyezi Mungu wawape mafanikio mema kwenye miradi ambayo tunategemea watatuletea, kiwemo kama hivi maji, na tunaamini kuna miradi, baadhi ya miradi itasogelea sana kwenye maeneo yetu. Na awali ya yote tuwaombe wananchi waonyeshe ushirikiano kwenye kulinda hii miradi ili itufaidishi sisi wote wa maeneo haya. Kulinda kwa huu mradi sio kwa mzee Po tu na mama yetu, ni mradi ambayo inatakiwa tulinde sisi wananchi ili tusaidie pia. Kwanza kero ya maji ni kero muhimu kwenye jamii, sio kero ambayo inaweza kuziwirika tu kwa rahisi. Unapopata mtu amekusogezea huduma hii ya maji, mimi naamini itakuwa faida sio ya watu wa Mkonye tu, hii ni faida ya watu wa kata ya Kitele wote kwa ujumla. Tunachoomba tupate maji yaliyo safi na salama, na Mwenyezi Mungu ayalinde na tupate haya maji kwa muda mrefu ili hizi changamoto za maji tuondoke nazo. Kwa kusema hivyo tu, mimi nishukuru na nipongeze pia uongozi mzima wa halmashauri ya Mtwara DC kwa kumuona huyu mama au kumkabidhi huyu mama majukumu ya kutusogezea huu mradi kwenye eneo letu. Sababu naamini wao wasingempa kibali cha kuja kutoboa kisima hapa, naamini hii changamoto kwetu tusingefanikiwa nayo. Lakini kama yeye wamempa kibali kuja kuweka huu mradi kwenye eneo letu, pia niwapongeze pia viongozi wote wa halmashauri ya Mtwara. Ila wito wangu kwa Mama Wambura pamoja na Mr. Welema, naomba nitoe neno la shukrani kwao kwa niaba ya uongozi wa serikali ya kijiji Mkonye, lakini pia kwa niaba ya wananchi kwa kuguswa na janga letu hili swala la maji katika kijiji chetu. Lakini wito wangu pia kwa wananchi ambao tumeongozana nao hapa, naomba chanzo hiki cha maji tufuate taratibu na miongozo ambayo itakuwa imepangwa kwa kusudi tuweze kuyarinda maji yetu safi na salama.